tumekaribishwa kwa ibada ya siku ya leo. Ni kwa sababu ni ibada ya kipekee. Bado tuko mwaka mpya, hata Januari haijaisha. Kwa hivyo uwepo wa mwaka mpya bado unatutembelea, bado uko ndani yetu. Mwaka mpya wenye baraka. Sisi tumebarikiwa kwa sababu tumepewa uhai. Bwana apewe sifa. Kuna wale hawakupata tarehe moja, hata kama walikuwa 31st, date 1, 2026 hawakuiona. Kwa hivyo ndiposa ninasema tunatembea katika uwepo wa baraka wa mwezi huu wa Januari, na ndiposa tukaombea miezi hiyo yote from Januari, tukaombea kila mwezi mpaka wa Disemba, tukaukabidhi mbele zake Mungu. Sisi tu ni kutembelea katika mahala pazuri pasipokuwa na uteleso katika jina la Yesu. Ni kwa sababu Mungu atakuwa pamoja nasi na ataendelea pamoja nasi kama tulivyoruka mwaka tukiwa kwa pamoja. Otherwise bado nimeokoka. Yesu ni Bwana. Hakika amekuwa Mungu. Kwangu mimi nasema ya kwamba nitaishi nikimtumikia. Okoro wetu ni uratuitwa llega. Ona mwaka wa 2026 umefikishiwa na hujakata kauli nzuri. Tafadhali na kuomba tukitoka hapa, agana na Mungu kutoka leo. Wewe utahudumia huyo Mungu. Bwana apewe sifa. Nataka kuambia siku ya leo kwangu ni siku isiyo ya kawaida. Ni kwa sababu sijawahi ona kile Mungu ametenda siku ya leo. Tolele kwanza nilo hili. Sio nimwambia ni njia gani? Kwa sababu tayari ametenda na ameanza asubuhi. Tangu nilipoanza kuhubiri sijawahi ona vile nimeona leo. Nikashangaa na Mungu, na ndiposa nikasema sitabadilisha. Kama Mungu alijua hivyo ndivyo alitaka kuipiga muhuri ibada ama somo lile lilikuwa ndani yangu. Lile nimepanga from Tuesday mpaka leo, na ninakuta amepea mwingine. Bwana apewe sifa. Ikiwa afya, mimi nitarudia yale masomo imesomwa. Ni kwa sababu hayo ndio Mungu mimi aliniandaa nayo, na sikuwa ninajua. Ni kwa sababu hali ya kuandaa ibada, si kila mtu Mungu anamlelea na njia yake. Lakini nimeshangaa na Mungu. The same scripture, the same verses, na vile inaelezwa ikaelezwa. Kwa hivyo yangu ni kupiga muhuri ya kwamba Mungu alitaka hivyo kwa wakati huu. Na lekei kama hili wawepo. Dezi yaga, dezi nye wa roho. Kakenaga, dezi nye wa roho. Sadono, motongo liewa, dezi yaga. Kakenaga, dezi nye tuenende katika roho wa Mungu. Nasema ya kwamba heri kuenenda katika roho wa Mungu. Ni kwa sababu utaendelea ukimuona, ukiona matendo tofauti
ukienda unaona muujiza. Ni kwa sababu kama utakuwa kando ya Roho wa Mungu, utaenenda na njia zile, hautakuwa ndani ya Roho wa Mungu, utapigwa na mengi. Bwana apewe sifa. Na neno linasema ya kwamba miujiza na nini inaandamana na wale wanaomwamini. Shiama na moriro itwala na gatu na ameteketi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo siku ya leo nimeona ya kwamba Mungu wetu alikuwa na jambo ngeni nasi. Ni kwa sababu neno lile nitasoma ni neno Isaia 43 iliyoongozwa na kiongozi wa asubuhi. Yule alikuwa amefika atatambua mliambiwa mtoe katika Isaia 43 na akasoma hizo mbili tu, 18 na 19. Na hilo ndio ulikuwa ujumbe ule Mungu alikuwa amenielekeza. Na title yake ama ilikuwa kichwa chake kilikuwa Mungu anaenda kufanya jambo jipya. Kwanza nini aleko mwero. Bwana apewe sifa. Mungu wako tayari kufanya jambo jipya katika maisha yako. Wewe jiandae. Ni kwa sababu Mungu wako karibu. Ako karibu na wewe akutendee jambo jipya. Wacha kuweka kudhaganelia tashwishi. Sikia ya kwamba wakati ni huu na ni 2026, atakufanyia jambo jipya katika jina la Yesu. Nikamu noareka na noareka nini wale toya Yesu. Ati anaendelea kufanya. Na ndiposa nikasema ya kwamba sitabadilisha. Kama Mungu anaendelea kuweka himizo, chochote unachongojea Mungu, ama chochote umekuwa ukiomba kwa siku nyingi, ama tatizo lako la miaka ile yote uko nalo, Mungu anasema ya kwamba anafanya jambo jipya. Kwa hivyo venye ulikuwa anaenda kukubadilishia. Na ninashukuru dada yetu, Mungu akubariki, kwa sababu ujumbe moja ni huo. Ulikuwa na matatizo, hata huko unataka kuona watu, hata hukutaka ni ulikuwa na mauchungu, lakini sasa wewe ni kiumbe kipya. Mungu ameingilia kati na amefanya jambo jipya. Unaweza kuonana na watu, unaweza kaa ndani ya watu katika jina la Yesu. Sio ni muujiza? Bila Mungu wetu anasema anafanya jambo jipya. Hebu kaa tayari. Uambie Mungu, ninakupa nafasi. Hiyo jambo jipya ulifanyia dada fulani, ulifanyia mtu fulani. Sasa hata na mimi mwaka huu wacha nitokee na ushuhuda. Nisimame nitangaze kweli unaweza Bwana kutenda jambo jipya. Na ndiposa akasema mstari wa 18, sahau yaliyopita. Yale yote mamilima na mabonde umepitia, yote tangu pengine ulipozaliwa, hata kabla ufike hata mahala pagani, umepitia mengi. Lakini unaambiwa na neno la Mungu tena asubuhi ilipita nikikwambia sahau na yaliyopita. Hayo mauchungu ya sahau. Wacha iwe hadithi ukiambia watu Mungu anatenda, anaweza kutenda jambo jipya katika maisha yako. Bwana apewe sifa. Nikiwa hapa ninajua unanielewa kiasi. Ni kwa sababu nimeshawapatia historia yangu ya kuzaliwa, ya kulewa, ya malezi. Ile motiketyo ehamini. Noga agere mugeni. Ile motio endamu ile. Si mnajua ya kwamba niliwaambia kama kulikuwa maskini tulikuwa namba 2 kama sio moja. Si ndivyo? Nikawaambia mimi nilikuwa mgonjwa miaka 7. Mtu alikuwa amepoteza tumaini. Nikiwa na watoto 5 wachanga.
siri moja ya kwamba wakati ule nilikuwa mgonjwa ya kabisa, nilikuwa nimebeba mama Travis na ndiposa kamwili kake kako hivi. Dawa mahospitali unaenda unabadilishiwa nyingi hivi. Bwana apewe sifa. Dawa nyingi sana na unanyonyesha. Kwa hivyo kuna Mungu. Mimi sasa siwapatiwa mwingine, nasema mimi miaka 7 nilikuwa nimepoteza tumaini ya maisha ya mpaka ya saa hii, na kumbe Mungu alikuwa na jambo jipya alipanga atafanya. Nisahau yaliyopita, nilifanyaje ikiwa mahadiri ya kukuweka nguvu. Chochote unachopitia mimi ni ushuhuda, na ni ushuhuda wa kutoka kuzaliwa hata mimi. Wadani ya roho ndiposa muamini huyu Mungu. Yule Mungu anaweza tenda mambo kama hayo. Pengine mtoto unasema ulizaliwa kwa maskini, mimi ni mmoja wa wao. Wadani ya roho baba yetu akafa mapema, tukaachwa na mama mjane wa watoto 8. Wadani ya roho kuwalisha mafuti de moewe kafio. Na nikio mimi kazi ndio unaona ninafanya hivi. Niko kwa damu. Ikatuwezesha kula, kunywa, kuweka bidhaa manguo na tukasomeshwa hapa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kuna Mungu wa kusema ya kwamba akisema usahau na yale, kwa sababu anafanya jambo jipya. Kaa tayari, mpe moyo wako ili aingie, na Mungu anaweza fanya kile wewe hujawahi fikiria. Tena kumwilo hawa anayoyo. Ukikama ya maondo. Mwanota menya mo ake kowe eki. Sheme kinyaje itake kowe kemenya kasila koroke. Basi kuna huyu Mungu anayesema ya kwamba anachimua vizima. Mstari wa 19. Anachimua vizima huko nyikani. Rongorene hedakou kwa nina wao. Amedudula karowe kumaiga ine rongorene huko nyikani. Mungu anachimua kizima. Kwa hivyo usijidharau ulitoka wapi. Wewe ulivoreko waka hivyo tiramakanya. Kuna wakati inakuja kuhera waliomenyekerega kabila yake menyekerega nepano kwina agai otahana modo. Oh haleluya. Kaine mwena hati. Kama kuna kitu kingine maisha yangu ninaweza kuipatiana vizuri ni kwa huyu Mungu. Mimi nikaona nikileo nikikuwa katikati ya mashida shida nyingi sana, lakini haitanipoteza sura kwa sababu niliona msemo. Si ndivyo? Na mzuri mwalimu wa secondary by that time. Bwana apewe sifa. Tunataka kusema kuna Mungu. Yule akisema akisema atakubariki, hakuna atakaye. Akisema atakutoa kiwango hiki kukupeleka kingine. Mimi nilikaa mtu wa hospitali kila wakati. Hata majirani wanasema gani huyo akaukelela. Hata mimi mwenyewe ninasema kwani hii safari itaishia wapi? Nikaona nikiacha watoto wakiwa wadogo, kwa sababu sikuwa na otherwise. Mwili ukaleta shida ya kabisa. Lakini kuna Mungu na alinituma kijana. Nilikuwa nimezunguka hospitali mengi, lakini hatukuwa tunaenda kijana. Na nilipoenda huko nilipewa 1 week, enda ukuje ufanyie operation. Mimi nimepita theater. Na nikafanyiwa, nikakata wote. Wakashangaa.
lakini Mungu akaniamsha, wakaona nikirudishwa kwa wote. Na wakati huo sikumaliza wiki moja nikarudishwa, na kutoka siku hiyo sijawahi rudi hospitali. Kwa hivyo kuna nyika Mungu anataka kukupeleka ili ajisifu na wewe, ili ajulikane kwa sababu yako, kwa sababu katika hiyo safari yote ilikuwa imeandaliwa kwa ajili yenu, ili mjue ya kwamba elementator kunaweza toka mambo mazuri. Hata kama kuna ukanda wa aina gani, kunaweza toka mambo mazuri, muradi Mungu aingilie, muradi Mungu akuwe pamoja naye, mambo yote yatakuwa sawa katika jina la Yesu. Kwa hivyo siku ya leo nataka kutangaza, huyu Mungu anasema ya kwamba alikuwa na wana Israeli wakati walikuwa jana Farao, ya kwamba waliokuwa wamefuata wale Wanaisraeli waangamizi. Huyu Mungu ndio nataka kusema, yule anafanya jambo jipya, anaweza kuchipua anything katika maisha yako. Akafanya njia katika ziwa, wana wa Israeli wakapita. Nao wale adui zao walipokuwa wanawafuata, walifikiria watafuata hiyo barabara kama vile wamepitia, lakini muogope watu walio na Mungu. Wale wamejishikamana na Mungu wao ni tofauti na wale hawako katika Bwana. Ni kwa sababu walipokuwa wanapita, maji ikarudi na farasi zao wakaangamia wote katika jina la Yesu. Kwa hivyo nataka kusema namna gani huyu Mungu alifanyia Wanaisraeli vile, hata nasi siku ya leo anaenda akifanya njia pasipo na njia. Ameweza kusikia kilio chetu kutoka wakati tumetoka pale tulioanza hii ministry mahala pale mpaka wakati huu. Anaenda akifungua milango, ni kwa sababu ametutendea mambo tumeyaona katika mahala hapa. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo yeye ndio huyo Mungu anatuambia tusahau yaliyopita, ili aweze kupata nafasi ya kuchimbua mizima katika maisha yetu katika jina la Yesu. Tulisema tunasoma katika Isaia hiyo 43, lakini nataka tuone mstari wa kwanza na wa 4. Tafadhali ule yako naye nataka kusema Mungu anakujua. Kwa mstari wa kwanza Isaia 43 moja tu hapo mpaka 4 inasema ya kwamba Mungu anakujua hata pahali kile chochote unachopitia, katika maji, katika moto, anakujua. Lakini kuna hakikisho amekwambia ya kwamba ako pamoja na wewe. Tugetigire na tukambake 2026 gaiye hamwe nawe na negukonyita na guoko yarakumenya wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu. Nataka yule ameona hii promise ya Mungu ndio ningetaka tuiweke maanani, na ndiposa chochote unachopitia
unamkumbusha, umeniambia ya kwamba hata kama nitapitia katika maji mengi hayatanifurisha. Neno la Bwana kutoka Isaia 43 nimesema mstari wa kwanza mstari wa kwanza. Lakini sasa hili ndilo asemalo Bwana, yeye aliyekuumba, yeye Yakobo, yeye aliyekuhuluku, yeye Israeli, usiogope, kwa maana nimekukomboa, nimekuita wewe kwa jina lako, wewe u wangu. Mstari wa 4, kwa kuwa wewe ni wa thamani na wa kuheshimiwa machoni pangu, nami kwa kuwa ninakupenda nitatoa watu badala yako na mataifa badala ya maisha yako. Neno la Bwana. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Mmesikia Bwana anasema ya kwamba anakujua, anajua zile hali unapitia, anajua maisha yako. Kwa hivyo anakwambia usiogope, yeye atakubariki, atakutoa katika zile shida uko nazo. Ni kwa sababu yeye mwenyewe ndio anaweza. Alikujua, akakupanga. Na alipoza mwimbaji mmoja anaitwa Mary Lincoln, anaimba ya kwamba ongeko banyama ene makwa netoe dokire tiono netoe madewa rageja nokabera keria nigatwika gatorome kaodiku ole mbatuko matana pia. Tupige Bwana makofi mazuri. Ni kwa sababu chenye alipanga wewe uwe, chenye alipanga familia yako ifike, baadhi masomo yako walipanga odile kendo geko gireresha kana nedena oke wakaleta kwake. Hata kama ni shida, hakuna kitu kitakao kuzuilia kufika to your destiny. Hiyo ni ya muda tu, hiyo ni ya kusomewa wengine tu wakati mwingine, hiyo ni ya kutia wengine nguvu. Na kama ni wewe utabeki history, kubali kubeki hiyo history ukiwa ndani yake Bwana, kwa sababu ya wakati usio mrefu ore unatuko matanadia dia mwana nini egoka neona nie na nie na kayo na ugenie nie dego durete akinye hau akinyete ciana ciake ruciaro rwake maundu make nogoma roboye katika jina la Yesu. Kwa hivyo huyo ndio Mungu tunasema ati ya kwamba kwa wakati wake atakuja na ajidhihirishe na aonekane, hatafichika tena ya kwamba anasema nini. Atasema na sauti kubwa, kwa sababu ule muujiza atafanya ni muujiza utakaotangaza duniani kote ya kwamba Mungu ametenda, katika jina la Yesu. Jiandae kuondoka na huo upako, jiandae kuenenda na upako huu wa Mungu anaoondoka nao kuthibitisha katika kanisa hili. Kuna jambo bila shoti pia nasemaga kitu ekitakwata ketigidaniendegeke genyewe kate kena agai. Bwana apewe sifa. Katika huo uondoka, kubali kuwa mahala pale ili ya kwamba uendelee na ule upako. Bwana apewe sifa. Pengine inaweza onekana kama ni negative, ni kitu tu haieleweki, lakini nataka kusema ya kwamba yetigidaniendekeu kena agai watania goso yetigidaniendekeu kena liunerero in the name of Jesus. Ni kwa sababu ni Mungu aliyemwazilisha kwa kazi yake ya mambo yake mazuri, na ili tuweze kufurahia katika jina la Yesu. Nataka tusomee mstari wa 13.
13 na 16. Neno la Bwana kutoka Isaia 43 mstari wa 13 na 16. 13 inasema, na tangu siku za kale mimi ndiye, hakuna hata mmoja awezaye kuokoa kutoka mkononi wangu. Mimi ninapotenda, ni nani awezaye kutangua? Mstari wa 16, hili ndilo asemalo Bwana, yeye aliyefanya njia baharini, mahali pa kupita kwenye maji mengi. Neno la Bwana. Hebu 13. 13, Isaia 43. Naam, tangu siku za kale mimi ndiye, hakuna hata mmoja awezaye kuokoa kutoka mkononi wangu. Mimi ninapotenda, ni nani awezaye kutangua? Kwa Kikuyu, nditheu kuma matuko ma tene niene ndiye uria we, gutire mundu ona u ungihota kuhonokia mundu kuma guoko-ini gwakwa. Riria ndeka undu-ri, no ungihota kuugarura. Amen. Bwana apewe sifa. Huyo ni Jehova, nĩrĩo rĩĩtwa rĩake. Maũndũ marĩa ekaga, njĩra iria ageraga, nĩ njĩra tũtangĩhota kũmenya nĩ irĩkũ. Nĩ tondũ arauga ati Mungu anasema ya kwamba yeye ndiye Jehova, na yale mambo anayoyatenda na zile njia huwa anapita, hakuna awezaye kuzifahamu. Ni kwa sababu yeye akisema kitu, mstari wa 13, akisema kitu anasema hakuna anayeweza kusema la. Akisema ndio, nimembariki, nimemuinua, hakuna awezaye kusema hatabarikiwa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tuna Mungu yule hawezi kupewa hongo ili aseme yes or no. Kwa hivyo yeye chenye amesema, akisema leo anakutoa from this glory to the other, my chairman, hakuna atakayemzuia. Kila ndugu yetu Mungu amekupania, hakuna atakayezuia. Haitajalisha itachukua muda gani, haitajalisha itakugharimu nini, haitajalisha itaongewa aje, haitajalisha itakuwa imekuja mchana ama usiku, lakini ya kwamba yeye Jehova akisema ndio, hakuna atakayesema hapana. Bwana pewe sifa. Mimi nataka tumuogope tu huyo Jehova. Nataka tu watu wa Mungu tumuogope huyu Mungu. Yule tayari basi anauaga mwili na roho. Yeye ana uwezo wa hayo mambo. Wacheni tumuogope, wacheni tumpende, wacheni tumfanyie kazi, ili kwamba akisema ndio kwako, yale mambo yakaweza kutendeka katika jina la Yesu. Akisema jambo kuhusu hili kanisa, linatendeka kwa sababu limetoka kwake na ni kutoka katika kinywa chake. Ndipo anasema katika huo mstari ya kwamba akisema ndio, nani anaweza sema hapana? Akisema akikukumbatia, nani atakutoa katika mikononi ya Jehova? Mandani ya roho. Amen. Kwa hivyo tuna Mungu mzuri sana. That protection ni ya ajabu. Ati ya kwamba hakuna mtu atakutoa. Mungu akikukumbatia, mtoto wangu na nimekupenda, mtoto wangu heko kwako, hakuna atakaye kutoa mahala pale. Wacheni tutamani kushikwa na Jehova. Wacheni tutamani kuwa ndani yake. Ni kwa sababu baada ya mambo yote, mambo itakuwa sawa kwako. Utafurahia, na zaidi ya yote kuna uhai wa milele. Katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu.
asifiwe sana. Nataka kama kuna mtu tunapoenda na hii pambio tuweze, wale wanahitaji maombi waje mahara hapa, na ili tuombe kwa pamoja. Yeyote ana haja ya ombi lolote aje ili tuombe pamoja, na ili tuweze kutamatisha, na ili tupate kupata nafasi nzuri. Ni kwa sababu tuna wageni wetu watakao tutembelea, na ili tuwe na kipindi cha kumaliza haraka, na kuna pahali ninakojewa masaa mengine, ndipo sasa tuna haraka kidogo siku ya leo. Siri ya majonzi, tunaweza simama tukiimba hii pambio, na ili kuja katika tuweze kuomba kwa pamoja. Tukiimba hiyo wimbo, sikia ya kwamba utaambia Mungu siri ya majonzi yako, yeye ndio anaijua, aweza kuishughulikia katika jina la Yesu. We worship you, our Father. Siri ya majonzi haya ni wewe wajua, siri ya majonzi haya ni wewe wajua, yapo hofu wetu ni wewe wajua, siri ya majonzi haya ni wewe wajua, siri ya maombi haya ni wewe Baba yangu wajua, siri ya maombi haya ni wewe wajua, siri ya wokovu wetu ni wewe Baba yangu wajua, siri ya wokovu wetu ni wewe wajua. Niende kwenda kayomendane, nekendana moyo newe, tonduneuti kakawe, na ukanyena shone, ilya shakwa ilyendelana, nae ayajuwaga, hona nguo shakwe uwa, shone nowe moyo nangu newe wayende,
Hebu tujipeleke mbele za Mungu. Sikia ya kwamba utaambia Mungu chako. Sikia ya kwamba utafungua kinywa chako na mwambie Bwana tu jambo. Kumwambia kuhusu kuchimbua kisima kipya ndani ya maisha yako, kuchimbua maisha mengine, kuchimbua afya nyingine. Mwambie tu ni asante. Mwambie tu akaribu ndani ya moyo wako, akaribu ndani ya maisha yako, akaribu kwa jamii yako, akaribu ndani ya moyo wako, na ili awe kiongozi wa maisha yako kutoka leo na kuendelea, na ili azidi mbele. Anasema akisema jambo hakuna atakayezuia. Nashukuru Bwana kwa uweza wake katika jina la Yesu. We give all the glory and honor katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunapenda kukushukuru na kukuinua. Wewe ndiye Mungu wetu, wewe ndiye Baba yetu. Tunasema ni asante kwa wema wako na fadhili zako. Kutumiwa kutua marekani ya meboto kinyesi ya maida ine maya. We give all the glory and honor our Redeemer. Nimekupa sifa na utukufu. Ni kwa sababu unatulinda, unatuhifadhi. Tuendelea kufurahia mwezi wa Januari. Ni kwa sababu Baba yetu unatulinda Mwokozi. Siku hii nyingine ya Jumapili, Baba yetu twakupa sifa na utukufu. Umetuwezesha kusikia sauti yako ya kwamba unatenda jambo jipya katika maisha yetu, ya kutuambia ya kwamba tusahau yaliyopita. Ni kwa sababu unatutendea mapya. Mauchungu yetu unaendelea kuimaliza. Maluo wetu ni ramanina. In the mighty name of Jesus. Oh my Father and my God. Oh our best. My Father, unaendelea kutuondolea vidonda zilizoko mioyoni mwetu. Unaenda Baba yetu kutuponya katika jina la Yesu. Tunakushukuru, tunakuinua. Nakabidhi watu wako mbele zako, watu wa mahitaji yao, watu wa kilio chao, na waitia wewe Bwana, Mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu zote, ukawatenda mema katika jina la Yesu. Wapandie jambo jipya kama unavyosema, ati ni rekodo mwero motoleine wao katika jina la Yesu. Unaendelea kutenda jambo jipya katika maishani mwao, kwa kupa sifa na utukufu. Sikia kilio chao, kilio chao, kama vile ulisikia kilio cha wana Israeli na ukafanya njia katikati wa Bwana, wakaweza kupita na wakaokolewa. Baba, waokoe, fanya njia kavu na ili wakapita Bwana katika shida zao, ukawaonekania hata kanisa zima Bwana, na wakabidhi mikononi mwako hadi watoto wetu, na ili Baba yetu ukatulinda na ukatuhifadhi katika wema na fadhili zako ziandamane pamoja nasi hii wiki. Baba yangu na Mungu wangu, na walinda waweka mikononi mwako, ukawaongoza, ukawalinda. Tutakapopatana siku ya Alhamisi katika ushirika Bwana, tutakutukuza na kukuinua. Sifa zote na utukufu ni zako katika jina la Yesu Kristo, naomba na hata kuamini. Amen. Tunaona tuseme the grace, ili tukimaliza tuweze tutakiane neema. May the grace